Tazama ufalme wa Mungu karibu, sasa umejiandaje? Dunia inakuita, rejeni kwenye msingi. Jamani, sikia sauti ya mtu jamani, tengenezeni njia ya Bwana, nyesheni mapito yake. Giza kubwa limefunika dunia nzima, asubuhi imekaribia, vaeni nuru, aibu kubwa itawapata wote watembeao gizani. Wapendwa katika jina la Yesu, napenda niwasalimu tena katika asubuhi hii njema. Wale wote ambao tuko pamoja katika kipindi hiki kizuri cha uisho na matengenezo. Ni sehemu nzuri ambapo utakuta mambo mengi ya neno la Mungu ambayo yatazungumzia unabii, habari ya familia, habari ya matibabu, habari ya maisha ya Kikristo yote kwa ujumla, na jinsi gani tuweze kupita salama katika kipindi hiki kigumu cha siku za mwisho. Nikualike uwe pamoja nami katika kipindi hiki, nikiwa mwenzako na mtumishi wa Bwana kwa jina naitwa Mishael Sebutege, ambao tunaenda kuungana wote kwa pamoja katika kipindi hiki ambacho hakitakuwa kirefu, tukikuletea habari njema ya ufalme, na leo tutazungumzia kwenye habari ya unabii. Basi kaa vizuri ili tuwe wote katika kipindi hiki. Ebu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, asante kwa rehema zako na upendo wako wa pekee sana. Umekuwa mwema kwetu Baba, na sasa ni muda mwingine tunapoenda kujifunza neno lako. Tusaidie, tusimamie katika kipindi hiki cha giza nene ya kiroho. Ebu Baba, tuwezeshe kutambua ukweli wako na kusimama imara katika kipindi hiki, tukiinua bendera lako takatifu. Tunaomba katika jina la Yesu Mwokozi wetu, amen. Kama nilivyowaambia, mimi ni mwenzenu na mtumishi wa Bwana Mishael Sebutege, tukiwa pamoja katika kipindi hiki kizuri. Na somo letu la leo linazungumzia, kichwa cha habari kinasema siri ya uasi na kazi ya pembe ndogo. Siri ya uasi na kazi ya pembe ndogo. Paulo alipokuwa pamoja na wazee wa makanisa, kipindi kile alipokuwa anaona kwa kuonyeshwa na Roho wa Mungu kwamba tayari kipindi chake cha kuiaga dunia kinakaribia, au kunyimwa uhuru wa kutangaza Injili, aliongea nao akawaambia habari ya uasi inayoendelea. Uasi huu ni wa siku nyingi sana. Uasi huu ulianzia kwa Shetani huko mbinguni, Lucifer, lakini kwa leo hatutaenda mbali hivyo, bali tutazungumzia ni jinsi gani siri ya uasi iliyojifunika joho la Kikristo ilivyoingia ndani ya kanisa na kuweza kugawa ulimwengu wa Kikristo katika makundi mawili, ambao kundi dogo sana ni wale wamchao Mungu na kuinua ukweli wake, na kundi kubwa lingine kabisa ni wale ambao wanamkiri Mungu, wanaikubali Biblia, wanakiri hata Yesu Kristo kama mwokozi wao, lakini wakiwa kinyume kabisa na neno la Mungu. Ndio maana kwa siku ya leo tutazungumzia siri ya uasi na kazi ya pembe ndogo. Shetani amejaribu kutumia nguvu mbili kwa pamoja ili awe kinyume na mapenzi ya Mungu na kupingana kabisa na kanisa lake. Katika mambo hayo yanatuonyesha kwamba kwa upande wa sura ya Kikristo ametumia siri ya uasi ambayo tutafafanua. Kwa upande wa silaha za kidunia ametumia njia ya pembe ndogo, ambapo anaingia kama nguvu au kama utendaji wa kisiasa. Kwa hiyo tutaangalia mambo haya mawili kwa pamoja. Upande mmoja tutaangalia
ni jinsi gani pembe hii ndogo inafanya kazi kwa kuvunja na kuharibu amri za Mungu na watakatifu wa Mungu na kuwa kinyume cha yeye aliye juu. Tutaijua hiyo pembe na nini maana ya pembe, na pembe hiyo inatumikia wapi na inafanya kazi yake sehemu gani. Lakini sasa upande wa pili pia tutaangalia siri ya uasi ilivyojipenyeza ndani ya kanisa. Hebu tusome Biblia zetu tuweze kwenda wote kwa pamoja. Katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume tutaangalia sura ya 20. Maandiko matakatifu, Matendo ya Mitume sura ya 20. Maandiko matakatifu yanasemaje? Hebu tuone, alafu tuweze kusoma. Paulo alipokuwa pamoja na wazee wa makanisa akiwa amewaalika na akijua kwamba ni safari yake ya mwisho ya kuwa pamoja nao, alisema hivi, fungu la 29 anasema hivi: najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Paulo ametabiri kwamba yeye atakapokuwa ameondoka na ukweli ukiwa umeshushwa hadhi, basi watainuka miongoni mwa hao wazee wa makanisa ambao hawatakuwa na upendo na kundi, hawatajali kondoo, hawatajali neno la Mungu linasemaje, hawatajali wajibu wao. Wao watafanya kazi ya kuangamiza kundi, lakini si kuliangamiza tu, wataliangamiza kwanza kiroho, wataliondoa katika misingi ya imani, watalipeleka kuwa kinyume na Mungu wetu aliye juu, Bwana wa majeshi. Huu uasi ambao Paulo aliutabiri, Yesu naye alikuwa ameutaja katika Mathayo sura yake ya 24 fungu lile la 15. Pamesema hivi: basi hapo mtakapo liona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Kuna vitu ambavyo hatutakiwi kupita hivi. Yesu amesema asomaye na afahamu, aelewe hili chukizo la uharibifu ambalo litasimama. Litakuwa ni chukizo la uharibifu, lakini linenwa pia na nabii Danieli. Litasimama patakatifu, libomoe matakatifu. Litabomoa matakatifu. Hili chukizo ni la namna gani? Ni nguvu ya uasi. Na nguvu hii ya uasi ingepitia mlango upi? Kama vile uasi mbinguni ulivyoanzia kati ya malaika waliokuwa karibu ya Mungu, wao ndani yao kukainuka uasi wa kuwa kinyume kabisa na Mungu. Na ndivyo hivyo ndani ya kanisa imetabiriwa kwamba kungeinuka au kuliinuka au kungetokea uasi ambao tena hautahurumia kundi, utalalua na kuharibu. Tukisoma katika Biblia neno la Mungu linasemaje? Usione kwamba hili jambo ni la kuchezea, kwa sababu Yesu amesema ni chukizo la uharibifu, si la kujenga wala la kukarabati wala la kutenda vizuri, bali litakuwa ni la kuharibu, ni la uharibifu. Kwa kuharibu huku, hili chukizo la uharibifu lingeharibu mambo gani? Je, litaharibu majengo? Je, litaharibu majumba? Je, litaharibu mazao? Litaharibu nini? Litaharibu misingi ya imani. Litaharibu misingi ya imani ambayo katika kitabu cha Yuda sura ya 1 fungu la 3 pameandikwa hivi. Yuda anasema hivi, wapenzi, nalipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi wote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba mwishindanie imani
waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Ipo imani ambayo watakatifu walikabidhiwa ni mara moja tu. Hii imani kutainuka, kwa nini ishindaniwe? Ni kwa sababu kuna nguvu inayotaka kuiangamiza hiyo imani. Imani hiyo ni ipi? Ndiyo, imani hiyo iliandikwa katika kitabu cha Luka. Yesu alisema sura ya 18 fungu la 8, nawaambia atawapatia haki upesi, walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Ni imani gani ambayo Yesu alikuwa na mashaka kwamba je, atakapokuja kweli ataikuta hii imani? Inatakiwa tuijue hiyo imani ambayo ilikabidhiwa watakatifu mara moja tu. Si kwamba inazalishwa, si kwamba inakuwa expired, kwamba inapitwa na wakati alafu inakarabatiwa nyingine mpya. Hapana, ni imani ambayo ilikuwepo, na Paulo ndiye aliona kwamba miongoni mwa wazee au miongoni mwa viongozi watatokea watakaokuwa kinyume cha hiyo. Hii imani iko hivi katika kitabu ni imani gani? Nitaizungumza kwa machache sana. Imani hii ni ile imani ambayo Kristo aliileta duniani. Ni ile imani ambayo Yesu aliileta duniani. Imani hiyo ameizungumza kwa machache alipokuwa akipingana na shetani au akikabiliana na majaribu. Kila jaribu Yesu alitumia imeandikwa. Kila jambo alitumia imeandikwa. Kwanza, msingi wa kwanza kabisa ambao shetani amekusudia kuubomoa ni imeandikwa. Kwa sababu ndani ya maandiko matakatifu katika kitabu cha Methali sura ya 1 fungu la 30, hawakukubali mashauri yangu wala wakayadharau maonyo yangu. Mungu anaweka maonyo yake, na watu kuokoka kwao na kupona kwao ni kujali maonyo. Katika Methali sura ile ya 13 fungu la 18 panaandika, mwana mwenye hekima husikia mausia ya babaye, bali mwenye dharau hasikilizi maonyo. Maneno yanaendelea yanasema, Methali 15:33, akataye maonyo huidharau nafsi yake mwenyewe, bali yeye asikilizaye lawama hujipatia ufahamu. Mtu akikataa maonyo amechagua kuangamia. Nataka nisome fungu moja hapa. Sura ya 29 fungu la 15. Kumcha Bwana ni maonyo ya hekima, na kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu. Mimi napotaka ni hapo juu. Kumcha Bwana ni maonyo ya hekima. Kwa hiyo maonyo yalitolewa ili watu wajue kwamba maonyo haya lazima wayafanyie kazi na wayajali. Uasi huu uliokuwa umetabiriwa na Paulo aliurudia tena katika kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya 2 fungu la 3. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la mbinguni, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Je, hamkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwapo pamoja nanyi naliwaambia hayo? Na sasa lizuilalo mwalijua, yule apataye kufunuliwa wakati wake. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamuua
kwa pumzi ya kinywa chake, na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani, kwa uwezo wote na kwa ishara na ajabu za uongo, na katika madanganyo yote ya uzalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika uzalimu. Imani watakatifu waliopewa mara moja ni imani ambayo ilikuwa imesimama juu ya msingi wa mitume na manabii, Yesu Kristo akiwa ndiye jiwe la pembeni. Msingi ambao ni Yesu Kristo, msingi ambao mitume, manabii walijenga juu yake, mitume walijenga juu yake, alafu na manabii walijenga juu yake, na watengenezaji walijenga juu yake, na watu wa Mungu wote wa kipindi hiki wanatakiwa kujenga pale. Katika imani hii ambayo msingi wake wa kwanza ni maandiko matakatifu, na akili za wanadamu zinakuwa hazipewi nafasi, bali kinachopewa nafasi ni imeandikwa, kama vile tunavyosoma katika kitabu cha Pambano Kuu. Maandiko matakatifu yanasema hivi, kurasa wake wa Kiingereza ni 595. Pambano Kuu ni sura ile ya 37. Mungu atakuwa na watu wake duniani. Watu hao watakuwa wamejifungamanisha na neno lake. Neno hili ndo litakuwa muzani wa kupima kila fundisho na kila msingi wa matengenezo. Ni l'opinion de savoir, mawazo na maoni ya wataalamu, au maoni na uchunguzi wa wanasayansi. Ni le credo au kanuni au maamuzi ya vikao au mabaraza, era za assemblée ecclésiastique, au vikao na mabaraza ya viongozi wa dini. Aussi discorda que nombre, japo hata kama wawe wengi namna gani, haviwezi kupewa kipaumbele kama msingi wa imani. Kabla ya kukubaliana na jambo au na fundisho lolote, ni lazima tujisatiti kwanza, tuhakikishe kwamba imesimamia juu ya uwazi na uhakika kwamba hivi ndivyo asemavyo Bwana. Hivi ndivyo asemavyo Bwana. Sasa ili siri ya uasi ilipotokea, nini kilitokea baadaye? Nini kilikuja? Kilichotokea ni hiki hapa. Ni kwamba mwanadamu alijiinua, akaanza kuabudiwa. Hilo tunaliona sasa hivi. Mtu anapita mbele ya mchungaji, anamuombea, anamwekea mikono, anasema kwamba nakubariki, nipe hivi ni ubarikiwe, fanya hivi ni kufanya hivi, ninavunja, ninaagiza, ninasema hivi. Au kwenda mbele ya kiongozi wa dini yeyote yule, unapiga magoti mbele yake, alafu anakwambia kwamba umesamehewa dhambi, wakati tangu uzaliwe hujamkosea hata kosa moja. Huku ndio maana katika kitabu cha Ufunuo sura ya ile ya 13 pameandikwa hivi, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10. Huyu mnyama anawakilisha utawala au ufalme. Huyu ambaye anaonekana hapa, ambaye alikuwa na pembe ina maana ya nguvu. Alitoka katika bahari, sura ya 17 ya Ufunuo fungu la 15. Bahari au maji mengi humaanisha mataifa ya watu. Pembe humaanisha nguvu, Kumbukumbu la Torati sura ya 32 fungu la 17. Na vichwa 7, vichwa pia nayo ni inchi au utawala. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10. Vilemba hivi ambavyo vipo juu ya pembe vinamaanisha taji za utawala. Na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Juu ya vichwa vyake ni mataifa yaliyohusika namna ya kuwa kinyume cha Mungu, kukufuru. Kukufuru maana yake ni kujitwika majina ya Mungu, kujiita Baba Mtakatifu, kujiita mwenye uwezo, kujiita mtakatifu, kujiita sijui nani. Kwa sababu hayo ndiyo majina. Anasema yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu,
na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Huyu mnyama ambaye anazungumzwa tumeona kwamba ni utawala, lakini pia alikuwa na mfano wa chui. Chui katika Danieli sura ya 7 inamaanisha ufalme wa Wayunani, na miguu yake kama miguu ya dubu. Dubu inawakilisha ufalme wa Wamedi na Waajemi. Kinywa chake kama kinywa cha simba. Simba inamaanisha ufalme wa Wakarudaya au wa Babeli. Yule joka akampa nguvu zake. Joka huyu ambaye anaenda kugawa ni nani? Joka huyu ambaye anampa huyu mnyama, ambaye ana sura zote za wanyama waliotangulia, anamaanisha utawala wa Kirumi ya kipagani. Sasa utawala wa Kirumi wa kipagani ulimkabidhi nani utawala? Ulimkabidhi nani uwezo? Ulimkabidhi nani nguvu, na ili aweze kutawala kwa niaba yake? Hiyo tutaisoma katika kitabu cha Pambano Kuu. Kwenye Pambano Kuu ya Kiingereza ni ukurasa wa 438. Pameandikwa hivi. Kwa Kifaransa ni ukurasa wa 475. Alafu ni sura ile ya 25. Pameandikwa hivi. Nasema katika mtiririko wa unabii inaonekana wazi kwamba unabii huo unaozungumzwa katika Ufunuo sura ya 13 unaanzia kwanza katika sura ya 12 ya Ufunuo, ambapo joka alitaka kumuondoa Yesu Kristo tangu kuzaliwa kwake. Inaonekana wazi kwamba joka huyo katika Ufunuo sura ya 12 fungu la 9 ni Shetani. Lakini alimtumia nani kumwangamiza Yesu Kristo? Ndiye aliyetumia roho na moyo wa Herode kutaka kumwangamiza Yesu baada ya kuzaliwa. Hivyo empire au ufalme wa Kirumi ambao upagani ulikuwa ndiyo dini ya kiutawala au ya serikali, ilikuwa chombo kitiifu cha Shetani kilikuwa chombo maalum cha Shetani katika vita yake dhidi ya Kristo na watu wake, wakati zama za Ukristo zilipoanza, wakati muhula wa Ukristo ulipoanza. Kama joka anawakilisha Shetani, lakini kwa upande mwingine wa pili anawakilisha ufalme wa Kirumi ya kipagani. Le 13e chapitre nous donne l'instruction d'une autre animal. Katika Ufunuo sura ya 13 tunaona mnyama mwingine qui semble un léopard. Huyu mnyama aliyekuwa mfano wa chui, aliyekuwa ambaye alipewa drago donna sa puissance, ambaye joka alimpa nguvu zake, akampa kiti chake cha enzi, une grande autorité, hata akampa na utawala wake mkubwa. Kama vile Waprotestanti wengi wanavyokubali, hii inawakilisha kwamba ni nguvu ya inawakilisha upapa ambao ulifaulu kuchukua uwezo, kiti cha enzi na utawala wa empire au wa ufalme wa Kirumi. Concernant cette bête semblable à un léopard only, kuhusiana na mnyama huyu anayefanana na chui, tunasoma katika Ufunuo sura ya 13. Hivyo baada ya maneno haya tunaona kwamba ces prophéties de la terre sont presque identiques en celle dans laquelle est décrite la 11e corne du 7e chapitre de Daniel, désigne indubitablement Rapapote. Kama vile unabii unavyoeleza katika sura ya 7 ya mnyama yule wa 4, ambapo tunaona kutokea kwa pembe ndogo katika zile pembe 10 zilizokuwepo, ambapo tungeweza kuhesabu kwamba sasa mnyama amekuwa na pembe 11. Alikuwa na pembe 10, sasa amekuwa na pembe nyingine ambayo imetokea baadaye, ambayo tungeihesabu kuwa ni ya 11, maana isipokuwa imefanya vita na pembe 3 zilizokuwepo, zikabaki 7, na yenyewe ikaja ikachukua nafasi hizo. Nasema kwamba huyu mnyama ni nani? Huyu mnyama, baada ya kuona hivi, tutarudi katika kitabu cha Danieli ili tusome, maana tumeona kwamba katika Ukristo tumeona siri ya uasi imeingia kwa jina la Yesu Kristo, na huyu akija
akijifanya kana kwamba yeye ni Mungu. Watu watamwabudu badala ya Mungu. Atafanya kazi nyingi sana ambazo atapindisha amri za Mungu. Ataiweka Jumapili badala ya Sabato. Atageuza amri ya pili na ataiondoa, na badala yake ataikata mara mbili amri ya 10. Nguvu hii ambayo inajidai kuwa na uwezo duniani, mbinguni na kuzimuni, nguvu hii ambayo inajifanya kuitawala dunia yote, ndiyo inazungumzwa kwamba ilikuwa ndiye mnyama wa Ufunuo sura ya 13. Nataka nielezee wazi. Imeingia katika namna ya njia ya uasi, ikaingia taratibu, ikaikumba dunia yote kwa na makanisa yote, lakini katika kupeana dhamu imegeuka kuwa mnyama. Maana mnyama kwa mujibu wa unabii, mnyama huwakilisha serikali au utawala. Katika Daniel sura ya 7 tutasoma maneno machache sana hapo ili tuelezee zaidi. Basi mimi Danieli, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu. Fungu la 15 ndo nimeanzia. Na hayo maono ya kichwa changu yakanifadhaisha. Nikamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu, nikamuuliza maana ya kweli ya hayo yote. Basi akaniambia, akanijulisha tafsiri ya mambo hayo. Kama unahitaji kusikia, elewa kwamba tafsiri hizi ni kutoka mbinguni, sio kutoka kwa Danieli, sio kutoka kwa wataalamu, bali anasema alipofadhaika moyoni aliomba na Mungu akamupa tafsiri. Ni tofauti na vile watu wanaojifanya kuwa ni wataalamu au wanafanyaje. Na kwa kuwa msingi wetu ni imeandikwa, ndio maana pamesema hivi. Tafsiri ndo hii hapa. Wanyama hao wakubwa walio 4 ni wafalme 4 watakaotokea duniani. Tayari wanyama ni maana ya ufalme, lakini watakatifu wake aliye juu wataupokea ufalme na kuumiliki huo ufalme milele, namu hata milele na milele. Hii ni njozi au ni tafsiri ya mwisho wa hii dunia, kwamba watu wa Mungu baadaye dunia itaangamia, wataurithi uzima wa milele na wataimiliki dunia katika ulimwengu mpya. Kisha nalitaka kujua maana ya yule mnyama wa 4 aliyekuwa mbali na wenziwe wote, mwenye kutisha sana. Ni ufalme wa 4. Ufalme wa kwanza ni wa Babeli, ulitolewa na ufalme wa Wamedi na Waajemi. Ufalme wa Wamedi na Waajemi ulitolewa na ufalme wa Yunani. Ufalme wa Yunani ulitolewa na ufalme wa Warumi, ambao ni ufalme wa 4. Sasa ufalme wa 4 ambao ni wa Warumi, pameandikwa hivi. Kisha nalitaka kujua maana ya yule mnyama wa 4 aliyekuwa mbali na wenziwe wote, mwenye kutisha sana, ambaye meno yake yalikuwa ya chuma na makucho yake ya shaba, aliyekula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Na habari za zile pembe 10 nilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozuka, ambayo mbele yake zilianguka pembe 3, yaani pembe ile yenye macho na kanwa lililo nena makuu, ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Na tazama, na pembe hiyo ilifanya vita na watakatifu, ikawashinda. Hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu na majira ya kawaida watakatifu wa umiliki ufalme. 23. Akanena hivi huyo mnyama wa 4, akanena hivi, tafsiri kutoka mbinguni. Huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia, utakao kuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuvunja vipande. Na habari za zile pembe 10, katika ufalme huo wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme 3, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu,
naye atawazoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watakuwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati na nusu wakati. Nataka nieleze kwa machache katika hii siri iliyozungumzwa, mchakato ulioendeshwa katika ufalme wa Warumi. Pembe 10 zinajulikana, ni mataifa 10 katika nchi za Ulaya aliyojumuika pamoja kutawala dunia, wote wakijumuika katika ufalme wa Kirumi, wakiwemo nchi 10 zilizokuwa na uwezo za Ulaya, na hizo utazikuta kama utakuta Uingereza, utakuta Ufaransa, utakuta Italy, utakuta ni nchi ukizihesabu, Waheruli, Wavandali, Wastrogoti, utaendelea kuhesabu mpaka zitafika nchi 10. Hizi nchi 10 ambazo zilifanya kazi, inajulikana wazi kwamba zilihusika katika utawala huo. Na katika karne ya 4 kulitokea uwezo mwingine ambapo Ukristo uliingia kama pembe lingine au nguvu nyingine. Alipokabidhiwa mzee wa kanisa la Kikristo, alipokabidhiwa uwezo na mfalme Konstantini, Ukristo na upagani vikaunganishwa pamoja, na kuanzia hapo utawala wa ukawa chini ya nguvu ya Kikristo, lakini Ukristo ukiwa umepewa au umekaa katika kiti na uwezo na utawala wa Rumi ya kipagani. Ndiyo maana kulitokea Ukristo wa mchanganyiko, maana huu Ukristo ulipochukua nafasi haukuvunja kiti cha enzi cha Rumi, bali ulikaa humo kwenye kiti cha enzi cha Rumi, ukatumia utawala, si utawala wa Kristo. Yesu alisema nimepewa mamlaka juu na chini, lakini Biblia imetuambia huyu mnyama yeye hakutumia mamlaka ya Kristo na uwezo wa Kristo, bali alitumia uwezo na utawala wa joka. Hiyo tumeisoma katika Ufunuo sura ile ya 13. Kwa hiyo kwa kutumia uwezo wa joka, sasa, na joka ni Shetani, na amekaa kwenye kiti cha enzi cha ufalme cha huyo joka, asingeweza kutumika nje ya maagizo na yule aliyemkabidhi kazi. Yuko nyuma yake akimuongoza, akimuelekeza, anatumika, anafanya kazi. Ndio maana kazi aliyoifanya ni kufanya vita na watakatifu, kuwa kinyume chake na yeye aliye juu, na kutowaelekeza watu kumwabudu Mungu, bali akaabudiwa yeye. Hii ndio habari kubwa tena yenye kutisha ambayo tunatakiwa tuijue. Ndio maana sasa hapo ndipo linaitwa pembe ndogo. Inaitwa pembe ndogo kwa sababu kumezuka tayari siasa iliyo kinyume na Mungu, na ambayo ina sura ya Ukristo, ikiunganisha pamoja Ukristo na upagani. Hapo ndipo wameita ni mnyama. Wameita mnyama si kwamba ni wale wanyama wengine au iliyoteka dunia kwa kutumia njia nyingine, bali imeiteka dunia. Wameanza kama watu wanaoinjilisha dunia, imeishia kuwa ni watawala wanaotawala chini ya uongozi wa Ibilisi. Ndio maana watu wamejiita majina, wakabadilisha amri za Mungu, wakafanya vita. Jumapili ikachukua nafasi ya Sabato. Katika kitabu cha Prophets and Kings au kitabu kile cha wafalme na manabii, kurasa wake wa 134, napenda nisome maneno mazito ambayo yameandikwa hapa. Anasema hivi, ni sura ile ya 14. Anasema maneno mazito sana. Anasema hivi: l'esprit qui prédomine à notre époque est un esprit d'incrédulité et d'apostasie. Roho inayotawala siku hizi kipindi hiki chetu ni roho ya kutokuamini, na pia ni roho ya uasi, ya ukengeufu. Les hommes prétendent posséder de lumière parce qu'ils connaissent la vérité. Watu wanajidai kwamba wana ukweli, wana nuru kwa sababu wanajua ukweli. Mais en réalité, ils font preuve de la suffisance la plus aveugle. Lakini inaonekana wazi kwamba, shuhuda zinaonyesha wazi kwamba wamelizika na upofu. L'exalte les théories humaines, wanainua nadharia za wanadamu.
substitue à Dieu et sa loi. Wanamuondoa Mungu na sheria zake nafasi yao. Satan incite les hommes à la désobéissance. Shetani anawasihi wanadamu wawe waasi kwa Mungu. Les assurés qui trouveront ainsi la liberté et l'indépendance, ce qui les rend semblables à de Dieu. Shetani anawaambia kwamba kumtumikia Mungu ni utumwa. Kwa hiyo anawaambia wawe huru, wajitawale, wawe kama miungu. On constate de plus en plus un esprit d'opposition à la parole infaillible de Dieu. Tunakutana kila siku na mawazo yanayokuwa tayari kupingana kabisa na kukinzana vita iliyo waziwazi zidi ya neno lisiloshindwa la Mungu. Est une sorte d'idolâtrie de la sagesse humaine que l'on place au-dessous de la révélation divine. Huko ni kuabudu Mungu akili ya wanadamu. Sasa hivi akili ya wanadamu imegeuka Mungu, wanaiabudu kwa sababu maoni ya watu yamepewa kipaumbele. Maoni ya watu wanayajali tofauti na kujali kila ambacho Mungu wa mbinguni amekiagiza. Neno la Mungu linasema, en se conformant aux coutumes et aux influences du monde, les hommes ont resté envahis leur esprit par les ténèbres et la confusion. Kwa sababu watu wamekubali kuambatana na mira na mvuto wa ulimwengu, watu wameingiwa na roho ya giza, wameingiwa na roho ya machafuko. Si bien qu'il semble avoir perdu toute possibilité de discerner la lumière des ténèbres. Ijapokuwa watu wa kipindi hiki utazani wamepofuka, wameondolewa na uwezo wote wa kutenganisha nuru na giza, ukweli na uongo, kiasi kwamba hata ufundishe namna gani watu wamekuwa vipofu. Ni vigumu kwa watu wa siku hizi kutenganisha nuru na giza, nuru na giza, kutenganisha ukweli na uongo. Watu wamekuwa vipofu, hawajui wala hawaelewi. Kila kitu wenyewe wanakiona ni kawaida. Waoane kawaida. Tujifunze, ukiwa kiongozi usiowe, sawa, haina shida. Chukua rozari, unaanza kugusa 1, 2, 3, wanakuwa fundisha. Badala kupiga magoti mbele ya Mungu, tujifunze tufanyeje. Wewe unaona haina shida. Wanakupa rozari, sawa. Mwaga maji kwenye kaburi unapozika, sawa. Ufanya hivi, mwandamo wa mwezi waabudu, sawa. Waabudu watakatifu, sawa. Yani watu wa siku hizi kila kitu mtu anakwambia leta mali yako, uza ulivyo navyo, weka kwenye tenga, kila kitu utabarikiwa, utakuta mibaraka nyumbani, wakati vile vyote ambavyo vingekusaidia umekuja navyo kaweka humu. Unasema sawa, kila kitu ni sawa. Watu wa siku hizi wanastahili kuongozwa na nani? Nani anayewafaa? Kwa sababu akili yao wameiachia katika giza totoro, na kiasi kwamba watu wamegubikwa na giza mpaka hawana uwezo wa kutenganisha nuru na giza. Nuru ni neno la Mungu, giza ni mapokeo. Hawana uwezo hata wa kutofautisha huu ni ukweli wa neno la Mungu, huu ni uongo. Ils sont éloignés du droit chemin au point de considérer l'opinion de quelques philosophes comme étant plus importante que la vérité de la Bible. Anasema wametengana na njia ya kweli kiasi kwamba mawazo ya watu wataalamu watu wa filosofia, watu wataalamu wanawaona kana kwamba wana akili ya msingi na nzuri sana ambayo inazidi hata ukweli wa Biblia. Mtu anakuambia mimi nimesoma teolojia, nimesoma kuanzia somo hapa na hapa mpaka wapi, mimi nimesoma Ulaya, nimesoma Marekani, sijui nimesoma chuo cha wapi, nimejifunza katika shule fulani, seminari hii na hii. Anakuonyesha vyeti kutoka wapi, vilivyosainiwa na nani? Si ni mwanadamu?
mwenzake, halafu muasi wa amri za Mungu, angemfundishaje sheria za Mungu? Na wewe umejiachia hivyo. Lakini jamani, wakati mwingine akili za mtu zinatakiwa na zenyewe kujitetea, kwa sababu namshukuru Mungu ambaye hakutuumba kwa njia ya kuwa kama mashini au ya kuwa kama kitu kinachoongozwa na remote, bali kila mwanadamu ana nafasi ya kuchukua maamuzi yeye mwenyewe. Les promesses de la parole de Dieu se menacent contre la désobéissance et l'idolâtrie, paraissent impuissance à toucher le cœur. Ahadi za Mungu se menace contre la désobéissance. Ahadi za neno la Mungu linaonewa, zinashambuliwa na kutotii au na kuabudu miungu ambako kunaonekana sehemu zote, kiasi kwamba hata ahadi za Mungu nzuri uzizungumze namna gani haziwezi kugusa mioyo. Une fois semblable à celle de Paul, de Pierre et Jean, leur paraît périmée, mystique, indigne de l'intelligence des penseurs modernes. Imani kama ya Paulo, imani kama ya Petro, imani kama ya Yohana inaonekana kama iliyopitwa na wakati. Biblia imetuambia kwamba tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na msingi huo ni Yesu Kristo. Na sasa hiyo ndiyo imani ambayo watu wa Mungu wangetakiwa kuifanyia kazi katika maisha yao ya kila siku, na kuifanyia kazi ni kuenenda katika imani hiyo. Lakini wanadamu wakoje? Wanadamu wako namna gani mpaka wanaiona kwamba ni imani ambayo haitakiwi kuwaongoza tena watu wa kipindi hiki, kwamba wao ni wasomi? Ukisema kwamba hilo jambo walifanyie kazi ni kama unawaonea. Watu wengine wanaiona Biblia kama kitabu ambacho kinawaweka katika utumwa, na kwamba wanahitaji muongozo mwingine kutoka kwenye akili yao iwasaidie. Wanasema kwamba wanatumia kauli nzito hapa ambayo inatisha. Wanaiona imani ya Paulo, imani ya Petro, imani ya Yohana kama kitu kilichopitwa na wakati, kitu kisichoeleweka, kitu ambacho hakiendane na fikra na mawazo ya leo. Ni maneno ya kutisha, ni maneno ya kutisha. Kwa hiyo lazima watu wa Mungu tujue nini cha kufanya, na tujue ni namna gani tunavyoweza kukabiliana na huu uasi. Tumeona kwamba kazi hii wenye ukurasa wake wa 137 nitasoma kidogo sana. Maandiko matakatifu yanasema, tukiwa tunaelekea mwisho, katika kutawanyika kwa Ukristo, adui mkuu wa furaha ya mwanadamu ameigeuza amri ya 4 kuwa uwanja wa mapambano. Satan déclare, shetani amesema, je me poserai au dessein de Dieu, nitapingana na mipango ya Mungu. Je dirai mes sujets à ne pas tenir compte du mémorial du Seigneur, nitawafanya watu wangu kutokumbuka siku ya uumbaji wa Mungu, au siku inayosema kumbukumbu la Mungu, ikumbuke siku ya Sabato. Ambayo ndio amri pekee inayosema kwamba Mungu ni muumba wa mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Hakuna amri nyingine. Na hiyo ndio anataka kuitoa. Ni kama barua isiyokuwa na saini. Dunia ibaki hivyo. Haina muumba, kana kwamba imetokea sijui wapi, wamelala wakashtukia, hii hapa ipo. Ndio kwa nini wanasayansi wengine wanasema kwamba mwanadamu alitokea hivyo hivyo, kwamba dunia ilitokea hivyo hivyo. Wakianza kuchokonoa hivyo, wanaishia kwenye kushindwa hata kutoa majibu yaliyo sahihi, yanayoweza kueleweka hata kwa mtoto mdogo. Ni kwa sababu wameikataa Sabato. Sabato ndiyo inazungumza amri za Mungu, ndiyo inazungumza heshima ya Mungu na cheo chake. Sasa shetani amekula kiapo. Anasema kwamba walio wa kwangu nitawafanya wasijali Sabato ya Bwana. Le 7e jour de la semaine, siku ya 7, j'ai montré ainsi au monde que le jour béni et sanctifié par l'Éternel a été changé. Nitawaonyesha watu, anasema kwamba
anasema kwamba nitaionyesha dunia kwamba siku iliyobarikiwa na kutakaswa na Bwana imebadilishwa. Le souvenir de ce jour ne s'ouvra pas dans les pensées des hommes. Kumbukumbu na kuikumbuka sabato au kukumbuka siku hiyo nitahakikisha nimevifuta katika akili za wanadamu. J'effacerai de leur mémoire, katika kumbukumbu zao sabato nitaiondoa kabisa. J'instaurerai à sa place un jour qui ne porte pas les empreintes de Dieu. Nitaiweka badala yake siku ambayo tayari haina anasema kwamba ataiweka sabato ambayo haina chochote wala muhuri wa Mungu, na haina muhuri wa Mungu. Un jour qui ne soit pas un signe entre l'Éternel et son peuple. Anasema kwamba ni siku nitakayoiweka ambayo haionyesha uhusiano wa Mungu na watu wake. J'inciterai ceux qui acceptent ce jour à reconférer la sainteté attribuée au 7e jour. Nitaifanya siku hiyo nitakayoiweka utukufu au yani ni kwamba utukufu au heshima iliyokuwa inapewa siku hiyo nitaiweka katika siku nitakayoiweka mwenyewe. Par l'intermédiaire de mon statut, kupitia watu wangu wanaoiweka sheria yangu, je me glorifierai moi-même. Kupitia siku hiyo nitakayoiweka mimi mwenyewe, nitajitukuza mimi mwenyewe. On célébrera ce jour de la semaine. Hiyo ndiyo siku watu watakayofanya watakayoyazimisha. Et le monde religieux acceptera cette contrefaçon du 7e jour. Na dunia yote ya Kikristo taungana nami katika kuwa kinyume na siku ya saba. Ce sera pour lui le vrai sabbat. Itakuwa ni sabato yao ya kweli. Par la violation du sabbat institué par Dieu, j'arriverai à jeter le discrédit sur la loi divine. Nitakapo faulu kuiondoa sabato ya Mungu, basi nitaweza kuzipuuza na kuziondoa amri za Mungu. Ces paroles, un signe entre moi et vous, et vos descendants. Hili neno kwamba ni ishara kati yangu na nyinyi na watoto wenu. Je les appliquerai au jour de repos que j'instituerai. Utukufu huo nitauweka juu ya siku nitakayoiweka mimi mwenyewe. Entiri nive m'appartiendra. Ulimwengu utakuwa chini yangu, utakuwa wa kwangu. Je serai le chef de la terre. Nitakuwa kiongozi wa dunia. Le prince de ce monde, mkuu wa ulimwengu huu. J'aurai un terre emprise sur les esprits, que le sabbat deviendra un sujet de mépris tout particulièrement. Alafu j'aurai une terre emprise sur les esprits. Nitafanya akili za watu ziweze kuipuuzia sabato, hasa sabato peke yake. Nitaifanya ionelewe au ipuuziwe. Un signe, je ferai de l'observation du 7e jour un signe de désobéissance envers les autorités de ce monde. Nitafanya iwezekanavyo ili kuitunza sabato siku iliyotakaswa na Bwana. Je ferai l'observation du 7e jour un signe de désobéissance envers les autorités de ce monde. Nitawafanya watawala wa duniani wote, wa serikali za duniani, waipuuzie sabato ya siku ya saba. Les rois humains seront si draconiques qu'on n'osera pas observer le sabbat. Sheria zitakuwa ngumu kiasi kwamba watu watasumbuka kuitunza sabato. Ataingia kwenye mashirika, ataingia kwenye serikali, ataingia kwenye miradi mbalimbali, sheria ziwe ngumu kiasi kwamba zinalegezwa siku ya Jumapili, lakini sabato waionyeshe kwamba ni siku isiyofaa. De peur de manquer de nourriture et de vêtements, kwa hofu ya kukosa chakula na mavazi. Le croix nilo au monde en transgressant la loi divine. Kwa hofu ya chakula na mavazi, kwa kuwa umaskini utakuwa umewekwa kipaumbele, na watu wakiona kwamba wasipoivunja sabato hawana maisha, basi watu wataivunja sabato kwa tiketi ya kwamba hawana jinsi. Toute la terre sera sous ma domination. Dunia yote itakuwa chini ya utawala wangu. Huyu ni shetani ambaye anajitangaza wazi kwamba yuko tayari kuwa kinyume na Mungu. Lakini hii itafanikiwa kwa sababu gani?
Les hommes négligent la Bible et haïssent la vérité. Watu wanapuuzia Biblia na wanachukia ukweli. Jésus voit sa gloire rejetée, son amour méprisé. Ses ambassadeurs traitent avec indifférence. Yesu anaona akiona sheria yake imetupwa pembeni, upendo wake ukipuuziwa, wanaotetea ukweli wakichukuliwa kama watu wasiofaa. La parole par ces bénédictions, mais on ne les a pas connus. Yesu aliongea na watu katika kwa kuwabariki, lakini hawakutaka kumjua. La parole par ces avertissements, mais on n'en a pas tenu compte. Ameongea nao kwa maonyo, lakini hakuna aliyejali. Le temple de l'âme a été profané par le péché. Hekalu la moyo limechafuliwa na dhambi. L'égoïsme, l'envie, l'orgueil, la malice sont entretenus. Nini kimefugwa ndani ya mioyo? Nini kimefugwa katika hekalu hilo? Ni mambo yafuatayo: ni ubinafsi, ni uzalimu, ni kiburi, ni wizi au hila. Ndivyo vimechukua nafasi. Basi anasema kwamba un grand nombre n'hésite pas à se moquer de la parole de Dieu. Watu wengi hawaogopi hata kulipuuzia na kulichekelea na kulizihaki neno la Mungu. Mungu wetu anatuita. Nikiwa namalizia Pambano Kuu, kurasa wa 621. Imekuwaje watu wadanganyike kiasi hiki? Mtu msomi na PhD yake anakaa chini, mwingine anamuelekeza vitu ambavyo sivyo, na yeye anasema ndio mkuu, ndio kiongozi, ndio askofu, anakubali. Tunajifunza somo linasema siri ya uasi na kazi ya pembe ndogo. Kazi ya pembe ndogo ni dini hii ya upotovu inayofanya kazi na serikali za duniani. Siasa za dini zikipewa kipaumbele, lakini faida za dini zikiinuliwa juu na neno la Mungu likishushwa chini. Ndio maana unakuta serikali zote za duniani zikiwa chini ya utawala yani vikiwa katika suri sio eleweka, kana kwamba zinakubali Ukristo, lakini ni hila za upagani. Lakini kwa upande wa pili, kukiwa na nguvu ya upagani unaoendelea katika majumba ya ibada. Ndio maana tunatakiwa tuelewe namna ya kupambana na mambo haya yote mawili. Kuna majumba yaliyojengwa kwamba ni majumba ya Mungu, ibada inayoendeleshwa mule ni ibada isiyojulikana mbele ya Mungu wala isiyomletea kichwa na utukufu. Na ndani ya siasa za duniani kuna mkono na uwezo wa pembe ndogo, ambalo lile pembe ndogo ndiyo ile nguvu ya uasi. Inapofika kwenye habari ya siasa inageuka kuwa pembe ndogo. Inapokuwa kwenye habari ya Ukristo inajifanya kuwa ni Mungu wa kuabudiwa. Kwa hiyo hizi siri lazima tuzifahamu. Sikiliza, neno la Mungu linasema kwamba l'histoire prouve qu'un tas d'ignorance et de ténèbres a été favorable à la papauté. Maandiko historia inatuonyesha wazi kwamba kipindi cha zama za ujinga kilikuwa na giza, kilikuwa ni favorable, au kilikuwa ni sehemu nzuri, ilikuwa ni sehemu ya mafanikio, ilisaidia upapa kufanikiwa. L'avenir montre qu'un siècle de grande lumière intellectuelle est également propice. Lakini yajayo yanatuonyesha wazi kwamba kipindi cha uelewa wa utaalamu utakuwa ni wa faida zaidi sana kwa upapa. Kumbe kipindi cha ujinga walitumia kuwarubuni watu, lakini kipindi cha wasomi basi watapata fursa ya kufanya kazi zaidi. Dans le siècle passé, alors que le monde n'avait pas accès à la parole de Dieu, des milliers tombaient dans les pièges de Rome, faute d'avoir les filets tendus sur leurs pas. Katika karne zilizopita, dunia ilianguka, alors que le monde n'avait pas accès à la parole de Dieu. Wakati dunia ilikuwa haina namna ya kujitetea kwa kupitia neno la Mungu, maelfu ya watu walianguka katika mitego ya Roma kwa kutotambua mitego iliyokuwa imetegwa chini ya miguu yao. De nos jours, beaucoup de gens éblouis par des théories d'une fausse science. Kipindi hiki ambacho watu wengi sana wameamka
kwa sababu ya sayansi potofu. Ne discerne pas les pièges et ils tombent aussi aisément que s'ils étaient aveugles. Sayansi imekuwa chombo cha shetani, lakini sio sayansi zote, lakini ipo sehemu ya sayansi. Napokuja kwenye habari ya ibada na habari ya kuabudu, watu wasomi wanaanguka katika mitego ya shetani kana kwamba ni vipofu. Anasema Dieu veut que nous considérions nos facultés intellectuelles comme un don. Dieu veut que nous considérions nos facultés intellectuelles comme un don de notre Créateur et que nous les mettions au service de la vérité et de la justice. Mungu anahitaji kwamba tuone kwamba utaalamu wa akili zetu ni kipawa kutoka kwa Mungu na kwa Mungu wetu, muumba wetu, na tuweze kuviweka katika kazi ya ukweli na haki. Menos que son rivre à l'orgueil et à l'ambition. Lakini mtu anapojiachia katika kiburi na tamaa mbaya, que l'on met cette théorie en dessous de la parole de Dieu, na pale ambapo nazaria za mtu anazifanya kuwa juu ya neno la Mungu, l'intelligence peut faire primaire encore que l'ignorance. Uhakili na ujuzi vinaweza kusababisha mabaya zaidi ya ujinga. Kwa hiyo kumbe tupo katika kipindi ambacho ni cha hatari zaidi ya vingine vyote vilivyotangulia. Ainsi la fausse science de nos jours, qui s'appelle la foi des Écritures, contribuera tout autant à préparer le chemin au succès futur de la papauté. Hivyo basi, kipindi hiki cha sayansi mbovu ya siku hizi ya kipindi chetu, ambayo ni sayansi ya kupinga imani ya maandiko ya Biblia, vitaandaa njia na kuandaa barabara kabisa ya kuwezesha upapa kufika kwenye mafanikio. Avec ces cérémonies pompeuses que les ténèbres du Moyen Âge. Anasema kwamba hata na ibada zake zenye mapambo ambavyo vitakuwa kwa kiwango kile kile kama kipindi cha au zaidi kabisa ya kipindi cha zama za giza. Siwezi kuendelea zaidi ya hapa. Ni kuachie ndugu mpendwa, uendelee, tushirikiane pamoja kuelewa siri ya uasi na kazi ya pembe ndogo. Mungu atubariki sana. Tunapoendelea kuchokonoa na kujifunza unabii huu, hautakiwi kuwategemea wasomi. Tegemea neno la Mungu. Wakati umewadia ili tuweze kuijua kweli. Kwa kumalizia, sikiliza vizuri sana. Dunia tutakapokuja na part 2 au na sehemu ya pili, tutazungumzia baada ya dunia yote kukubaliana na hii hali, nini kitakachotokea ulimwenguni. Hii itakuja ikiwa ni part 2. Kwa hiyo leo tumejaribu kuzungumzia habari siri ya uasi na kazi ya pembe ndogo. Vitafanya kazi ambayo kwa Kifaransa tunaita détrôner la gloire de Dieu dans la cœur humaine. Vitaondoa au kuondoa enzi ya Mungu, enzi ya Mungu, ya utukufu wa Mungu katika moyo wa mwanadamu. Nataka nisome neno fupi ambalo ninamalizia. Tunamalizia kwenye Isaya. Muda umewadia ili watu wa Mungu waweze kumpa jenga mahali palipo bomoka, waweze kuirudia misingi ya imani, ili tuweze kuinua bendera ya Bwana Yesu aje twende mbinguni. Napenda nisome Isaya 35 fungu la 8, na ndio mwisho wa kipindi chetu. Na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu, wasio safi hawatapita juu yake. Ni njia hii ya utakatifu, njia ya kukubali kukaa chini ili Mungu akufundishe, ndiyo njia watakatifu wanaenda kupitia. Ni njia ya kujifunza na kuelewa. Njia ya utakatifu, wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao. Wasafirio wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo, kwa sababu watakuwa ni watakatifu wa moyo. Hapo hapata kuwa na simba wala napenda nikomee hapa. Hii njia ya kwenda mbinguni, tunapokuwa wasafi wa moyo,
Tunapokuwa tayari kujifunza, Mungu atatuongoza na atatufundisha, na kila jambo tutaendana nalo kama Mungu alivyoagiza. Mungu atubariki katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Tazama ufalume wa Mungu karibu, sasa umejiandaje? Dunia inaamka, Roho anakuita, rejeni kwenye msingi. Jamani, sikia sauti ya mtu jamani, tengenezeni njia ya Bwana, nyoosheni mapito yake. Giza kubwa limefunika dunia nzima, asubuhi imekaribia, vaeni nuru, aibu kubwa itawapata wote watembeao gizani.